Tunaye mwenyekiti wa wainjilisti jimbo la Mbeya Mashariki na usikii aweze kutusalimia na kueleza matokeo ya ziara aliyoifanya. Karibu mwenyekiti. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipekee tunamshukuru Mungu ambaye ni mwaminifu wakati wote kwa ajili ya maisha yetu, na tunamshukuru Mungu pia kipekee kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo ametupa nafasi ya pekee kufika mazingira ya chuo hiki cha Biblia na Ufundi Matema. Tumefika hapa kwa ajili ya kuja kuwasalimia ndugu zetu walioko mahali hapa, sababu ni muda mrefu kwa miaka tofauti kutoka mahali hapa. Kwa hiyo tukaona ni vema tufike mahali hapa kwa ajili ya kuwasalimia ndugu zetu. Tunamshukuru Mungu pia kwamba tumewakuta wako salama na majukumu mengine pia ambayo yanaendelea mahali hapa. Kwa hiyo kipekee zaidi pia nashukuru kazi njema ambayo inaonekana mahali hapa kwa ajili ya ujenzi wa bweni hili la wanawake, kwamba wanapopata elimu mahali hapa ya kumtumikia Mungu ama kumjua Mungu zaidi, basi pia wapate mahali pazuri zaidi pa kupumzika ama kulala. Basi tuungane pia kwa pamoja kwa ajili ya utumishi huu ili kazi hii iweze kusonga mbele zaidi. Tunashukuru sana mwenyekiti kwa kuweza kuzungumza, lakini pia tunaye katibu, nafikiri pia anaweza kana neno la kuzungumza. Katibu wa wainjilisti, karibu uweze kuambia watazamaji wa Ngiruke TV kwamba umeisikiaje ziara hii. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mwinjilisti Violet Mwidofi Mlunganile. Mimi nimejisikia furaha sana kwa ziara hii. Kipekee kuja mahali ambapo nilipata elimu ya kumjua Mungu, lakini elimu ya utume ambayo hata sasa naendelea nayo. Nimefurahi sana kuwaona wainjilisti wenzetu ambao wanaendelea nao kupambana kwa masomo katika mazingira haya. Lakini pia nawashukuru sana wainjilisti wenzangu ambao tumetoka nao jimbo la Mbeya Mashariki, mwenyekiti mtunza hazina na wainjilisti wengine wote kulipokea jambo hili, kukubali kushirikiana kwa pamoja ili tuje tufanye huduma hii kwa wenzetu, tuwatie moyo juu ya safari ya huduma. Mimi nimefurahi sana kipekee. Asante. Tunaye rais wa chuo pia. Anaweza kuzungumza kwa yale ambayo ameyaona. Karibu, jitambulisha majina yako na Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Alinunuse Mwakalasa na ndiye rais wa chuo cha Biblia na Ufundi hapa Matema. Na leo tumepokea ugeni wa wainjilisti kwa jimbo la Mbeya Mashariki. Tumefurahi sana ujio wao. Tumebadilisha mawazo ya hapa na pale, lakini pia kushoto kwangu ni jengo ambalo ni bweni la wanawake ambalo linajengwa kwa nguvu zetu wanafunzi wa chuo cha Biblia na Ufundi Matema. Lakini awali ya yote tunamshukuru Mungu kwa hili paa, hizi bati mnazoziona za kisasa zilitolewa na ushirika wa Forest. Lakini pia juzi tulikuwa ushirika wa Uyole, mkuu wetu wa chuo Sayon Sanga alikuwa pale. Wametusaidia simenti ambazo zitatusaidia kufanya finishing ya jengo hili. Tunashukuru sana kwa kutuombea na kwa michango yenu. Mungu awabariki sana. Asante sana. Nashukuru sana. Tunaye mwinjilisti ambaye alimaliza hapa, lakini pia ni moja kati ya mafundi ambao walihusika kwenye kuliandaa jengo hili. Una neno gani la kusema? Kwa majina naitwa Eric William Swallow, ni mwinjilisti niliyemaliza mahali hapa. Kiukweli tunamshukuru Mungu kwa shukrani za pekee zaidi namna alivyotenda mambo makuu na ya ajabu, hasa tukiangalia jengo letu ambalo ni bweni la wanawake kwa ajili ya utume na kazi ya Mungu hii. Sisi ni mafundi ambao tulipita na tumeshamaliza wakati huu. Tumewachia wengine wanaendeleza kazi ya Mungu hii. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Jamani, tunawaalika wote chuo hiki, mahali hapa ni pazuri kama nini. Haleluya. Amen. 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 Nafikiri tutoshe mkuu, tutamkuta. Kidogo. Chuo cha Biblia na Ufundi Matema ni moja kati ya tunu za KKKT, lakini kipekee Dayosisi ya Konde kwa sababu asilimia zaidi ya 80 au 90 au 98 ya watumishi wote ndani ya Dayosisi ya Konde wamesoma katika chuo hiki cha Biblia na Ufundi Matema. Kwa ni fahari kubwa, hata mimi naye kutangazia hapa nimesoma katika chuo hiki. Kwa namshukuru sana Mungu tumepata neema ya kufika mahali hapa. Ni nafasi ya pekee sana ambayo tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametufanikisha kuifikia siku ya leo. Lakini tumeziona baraka za Mungu katika mambo mengi ambayo yamefanyika hapa. Tumeona jengo linaendelea kujengwa hapa ambalo ni bweni la kulala wakina mama wanapokuwa wanasoma hapa. Lakini pia tumeshuhudia ukarabati mkubwa wa majengo yetu ya madarasa. Yalikuwa katika hali ambayo sio nzuri, lakini sasa tunaona kidogo yanaridhisha. Kipekee nimefurahi.
si Mwantimwa anazungumza kitu gani? Niseme tu haya yote waliosema watumishi wa Mungu, usisubiri kuhadisiwa na kusimuliwa. Fika uyaone mwenyewe. Mazingira ni mazuri, chuo chetu ni kizuri, kina elimu nzuri, unakaribishwa sana sana sana. Mimi naitwa Klaus Yuda Mwantimwa, nimesoma 2025 nimemaliza hapa na nilikuwa fundi wa chuo hiki. Kwa hiyo ninakukaribisha sana, ni pazuri, nina uhakika na hiki ninachokuambia. Karibu sana. Amina, ubarikiwe, endelea kutazama